Bana, jana nilikuwa napita kwenye mitandao nikakutana na video ya Dayo. Of course hajasema na chain ngoma lini, ile ameandika RIP, rest in peace mapenzi. Umeelewa? Nimependa kwanza idea ya Dayo. Najua mwezi huu wa pili watu wengi huwa wanaonyesha ile upande mmoja wa mapenzi. Wao wanaonyesha upande mzuri tu. Umeelewa? Upande wa furaha tu. Umeelewa? Yaani ile sehemu ambayo ni positive kwenye mahusiano. Ila upande wa pili huwa hawataki kuonyesha. Na mimi nakwambia ukweli, katika mwezi kama huu wa pili, sio kila mtu anakuwa kwenye mahusiano. Katika mwezi huu wa pili kuna watu wanaachwa. Lakini mwezi huu wa pili unaziba vitu vingi sana. Watu huwa wanaamini kila mtu yupo kwenye mahusiano mazuri, anapendwa, anafanya nini. Lakini niamini mimi, upande wa pili kuna asilimia kubwa au kuna kundi kubwa sana la watu pia wanaachwa. Sasa Dayo alichofanya, amekuja kuyazika mapenzi mwezi wa pili, ni kwamba yeye amewakilisha ule upande ambao pia unateseka kwenye mapenzi. Umeelewa? Yaani kuna upande ambao mahusiano yao hayaendi vizuri mwezi huu wa pili, wa mwezi wa wapenda nao. Lakini kuna watu mahusiano yao yanaenda vizuri. Sasa wale ambao mahusiano hayaendi vizuri, nani huwa anawaimbia labda? Nani huwa anawapa moyo? Umeelewa vizuri eh? Nani huwa anaiambia jamii kwamba kuna watu wanateseka licha ule mwezi wa wapenda nao? Nani anaongea? Hakuna. Bali hata ukiangalia wasanii wote mwezi wa pili wanatoa nyimbo za mapenzi, za kusifia wapenzi wao, kusifia mapenzi, lakini hakuna mtu anatoa nyimbo ambayo inaonyesha kuna watu wanaumizwa kwenye mapenzi. Unaelewa? Sasa Dayo amekuja vice versa. Nyie mnasifia mapenzi kwamba mapenzi mazuri, mpenzi wangu ananipenda, kanipa zawadi, kafanya nini? Lakini kuna mtu anateseka wakati huo unafurahia mapenzi, kuna mtu anaumia au kuna mtu katoka kuumizwa. Sasa yule nani atampa moyo? Ndio maana Dayo kaja na ngoma yake Rest in Peace Mapenzi. Na why nazungumza haya? Kwa sababu Rest in Peace Mapenzi amealeta mwezi wa wapenda nao. Maana yake ni kwamba kuna watu wanateseka kwenye mapenzi. Naisubiri kiukweli. Video haijatoka, ila naisubiri kuiona itoke, nijaribu kuangalia hiki ambacho kinaonyesha kwenye hii clip ataenda kukionyesha kwenye video nzima. Kiukweli nimependa idea ya huu wimbo wa Rest in Peace Mapenzi, na nasubiri kuona hii ngoma inatoka lini. Yeye kaandika tu #Rest in Peace Mapenzi, #Bad Valentine. Inawezekana yeye katendwa, au inawezekana tu anajaribu kuwaimbia watu ambao pia wametendwa kwenye mwezi wa